Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, taarifa ya ujenzi wa shule mpya ya sekondari Ugwachanya kwa Mheshimiwa Abdalla Hamisi Ulega, mbunge na waziri wa ujenzi. Utangulizi. Mheshimiwa Waziri, shule ya sekondari Ugwachanya ipo katika kijiji cha Ugwachanya, kata ya Mseke, tarafa ya Mlolo. Serikali iliamua kujenga shule hii kutokana na wanafunzi kutembea umbali mrefu takriban kilomita 8 kufuata shule ya kata kwa kutembea umbali mrefu iliyopo katika kijiji cha Tanangozi, hivyo kupelekea wanafunzi kuwa na mazingira magumu na hatarishi kupata mimba za utotoni na utoro. Aidha, ujenzi wa mradi huu ulihusu miundombinu: madarasa, vyumba 8, jengo la utawala, maktaba, chumba cha tehama, maabara 3 na vyoo matundu 8. 2. Mapokezi ya fedha. Mheshimiwa Waziri, fedha kiasi cha shilingi milioni 583,180 na senti 28 zilipokelewa mnamo tarehe 30 mwezi wa 6 2024 katika akaunti ya shule ya sekondari Tosamaganga na mradi kuanza utekelezaji wake tarehe 5 mwezi wa 9 2024 na kukamilika mwishoni mwa mwezi wa Januari 2025. Miundombinu iliyojengwa. Mheshimiwa Waziri, katika ujenzi wa shule hii majengo yote yamekamilika na yanatumika kama ilivyopangwa, ambapo majengo yaliyojengwa ni jengo la utawala, jengo la maktaba, jengo la tehama, madarasa 4 yasiyo na ofisi na madarasa 4 yenye ofisi, maabara 3 na vyoo matundu 8. 4. Mchango wa jamii. Mheshimiwa Waziri, wananchi wa kijiji cha Ugwachanya wameshiriki kwa kiasi kikubwa sana katika utekelezaji wa mradi kama ilivyoelekezwa ili kuhakikisha mradi huu wa maendeleo ya taaluma kwa watoto wao unafanikiwa kwa 100%. Aidha, uongozi wa kata ya Mseke ulishirikiana na wananchi kikamilifu kwenye kazi mbalimbali zilizopo katika eneo la mradi kama vile kuandaa mawe, kuchimba msingi na kuchimba mashimo ya vyoo, ambapo kazi hizi zote zilithaminiwa kwa kiasi cha shilingi 600,000. 5.0 Faida za mradi. Mheshimiwa Waziri, baada ya shule hii kujengwa kumekuwa na furaha kubwa miongoni mwa wanafunzi na wananchi kwa ujumla wa kata ya Mseke. Ujenzi wa shule hii umekuwa na faida kubwa sana kwa jamii ya eneo hili. Hii imedhihirishwa na idadi kubwa ya wanafunzi waliojiunga. Aidha, shule hii imeleta manufaa yafuatayo: 1. Kupunguza utoro kwa wanafunzi kutokana na umbali mrefu waliokuwa wakitembea awali kufuata shule. 2. Kuondoa tatizo la wanafunzi kuacha shule. 3. Kuondoa adha ya wanafunzi kuchelewa shule kwa sababu ya umbali. 4. Gharama za usafiri kwa wanafunzi zimepungua, hivyo kuwapunguzia wazazi mzigo wa nauli. 6.0 Hitimisho. Mheshimiwa Waziri, jamii ya kijiji cha Ugwachanya tunatoa shukrani za dhati kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuwezesha upatikanaji wa fedha za ujenzi wa shule ya sekondari Ugwachanya kwa kuboresha miundombinu ya kujifunzia na kufundishia. Mheshimiwa Waziri, naomba kuwasilisha kazi na utu. Asante sana. Baada ya kupokea taarifa hiyo, mkuu wa shule anakabidhi bahasha yenye taarifa kamili, lakini pia hatua inayofuata Mheshimiwa Waziri ni kupokea taarifa ya mchoro wa shule hii kutoka kwa injinia wa halmashauri. Karibu. Mheshimiwa Waziri, shule hii imezingatia miundombinu na mwongozo wa TAMISEMI katika ujenzi wa shule za ni mwongozo wa layout plan ambayo huwa inatakiwa kufuatwa na TAMISEMI na kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu ya sekondari. Mheshimiwa Waziri, hili ni jengo la utawala. Na katika jengo la utawala kuna mkono wa kulia kuna madarasa 4 kikiwa kila madarasa 2, katikati kuna ofisi. Lakini pia kwa nyuma yake hii kuna ujenzi wa maabara. Kuna maabara ya chemistry na maabara ya biology. Lakini sambamba na hilo pia kuna miundombinu wa maabara ya physics. Mheshimiwa Waziri, lakini sambamba na hilo katika wingi hii kwa nyuma yake kuna madarasa ambayo ni madarasa 4. Madarasa 2 kila block moja, madarasa 2 bila ofisi. Lakini sambamba na hilo kuna miundombinu ya vyoo kwa ajili ya watoto wa kike, lakini pia kuna vyoo kwa ajili ya watoto wa kiume. Miundombinu hii imezingatia pia watu wenye mahitaji maalum. Mheshimiwa Waziri,
Katika wingi ya upande huu pia ni miundombinu ya maabara pamoja na miundombinu ya maktaba pamoja na ICT kwa maana ya TEHAMA. Mheshimiwa Waziri, miundombinu hii imezingatiwa katika mwongozo na katika utekelezaji wa ujenzi. Tukirejea katika utekelezaji baada ya ujenzi, hivi ndivyo inavyoonekana baada ya kufata mwongozo wa TAMISEMI katika ujenzi, ikiwa tunavyoona ni jengo la utawala kama jinsi ilivyo mwongozo, lakini tuna madarasa manne yakiwa madarasa mawili katikati kuna ofisi, lakini pia maabara mbili, maabara ya physics ya chemistry na biology, lakini na kwa nyuma yake maabara ya physics. Kwa pembeni yake kuna vyoo ambavyo vimezingatia mahitaji ya watu wenye mahitaji maalum, lakini pia tuna madarasa manne. Madarasa manne ikiwa madarasa mawili yameungana bila ofisi, na kwa wingi nyingine ni miundombinu ya majengo ya TEHAMA pamoja na library kwa maana ya maktaba pamoja na vyoo kwa ajili ya mahitaji ya watoto wa kiume. Mheshimiwa Waziri, taarifa hii imetekelezwa kama mwongozo unavyotaka na kazi imeshakamilika na miundombinu yote inafanya kazi. Naomba kuwasilisha. Sasa ni kuzindua rasmi, ni zoezi la kuzindua shule ya sekondari Ugwachanya. Mheshimiwa Waziri anakata utepe. Moja. Namna hiyo. Asante sana. Fungua. Asante sana. Baada ya kukamilisha ndoto zimekuwa kweli, tumepata zawadi ya asante sana. Sasa Mheshimiwa Waziri Ulega yuko tayari. Asante sana. Shule hii ya sekondari Ugwachanya imezinduliwa na Mheshimiwa Abdalla Hamid Ulega, mbunge, waziri wa ujenzi, tarehe 24 mwezi wa 7 2026. Iringa oye! Shule mpya. Asante sana. Shule mpya. Sasa Tanzania. Oe. Tunampongeza waziri ujenzi. asante sana. Naam. Kutoka ikawa kweli. Hongereni sana. Asante sana kikundi cha burudani. Asante sana. Asante sana. Furaha kubwa sana kwa siku hii ya leo. Sikutegemea kama jambo hili litaweza kufanyika Ugwachanya. Kwa kweli ni kitu cha ajabu sana leo hii kuona umati huu na waziri leo hii amekanyaga ardhi ya Ugwachanya. Tunashukuru sana. Ndugu zanguni wana Ugwachanya mliojitokeza kwa siku hii ya leo, mmeniheshimisha sana. Nasemeni asanteni sana. Basi ndugu zanguni, nisipoteze muda sana kwa sababu mengine tutazungumza mbeleni hapo. Baada ya kusema hayo, nifungue mkutano huu uendelee rasmi. Asanteni sana. Mwenyekiti oye! Ugwachanya oye! Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi, Mheshimiwa Abdalla Ulega, ninaomba nichukue nafasi hii kukaribisha wilaya yetu ya Iringa, lakini kwa sababu ya muda na kwa sababu wananchi hawa wanatamani kusikia sana wewe, ninaomba nimkaribishe Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kwa ajili ya salamu fupi, alafu yeye atatupa ratiba inaendelea. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kwa heshima na taadhima, karibu sana. Sasa mshindane kidogo nione kina nani leo wana raha kama mimi. Ugwachanya oye! Ugwachanya moto! Kamwene Mlogage, leo mbona mna raha sana? Au kuna vitu vimepita pita nini huko? Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi ndugu yetu Abdalla Hamisi Ulega, ndugu viongozi wenzangu wote tulioko hapa tukiongozwa na mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi. Ndugu zangu, kama mnavyofahamu kwamba serikali makini wakati wote huweka mikakati ya kuhakikisha inapanga, inaamua, inatekeleza
na inafuatilia mipango yake na maamuzi yake ili kuona matokeo yaliyotarajiwa kama yamefikiwa. Kwa msingi huo, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameweka mpango maalum wa kuwatuma mawaziri nchi nzima kuhakikisha wanafuatilia maelekezo yake, wanafuatilia utekelezaji wa maamuzi yake na mipango ya serikali iliyofanyika kote katika nchi nzima. Kwa mkoa wetu wa Iringa, Mheshimiwa Rais amemtuma waziri wa ujenzi ili aangalie ni kwa kiwango gani mipango iliyopangwa kwa ajili ya Iringa inatekelezwa, ni kwa namna gani maelekezo yaliyotumwa Iringa yametekelezwa, na ni kwa namna gani maamuzi yaliyofanywa kwa ajili ya Iringa yanatekelezwa. Kwa leo Mheshimiwa Waziri amekuja kukagua hayo mambo ili arejeshe taarifa kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwamba nilipokwenda Iringa kuhusu afya nimeona, kuhusu barabara nimeona, kuhusu maji nimeona, kuhusu elimu nimeona, na wananchi nimewaona. Hiyo ndiyo kazi ambayo waziri wetu amekuja kuifanya. Lakini kwa ruhusa yako Mheshimiwa Waziri, shule hii imejengwa mimi nikiwa mkuu wa wilaya hapa, na alikuwepo mwalimu mmoja machachari sana aliyekuwa anasimamia shule yake kule na anakuja kusimamia ujenzi wa hapa. Na kwa kweli, kwa kutambua mchango, umakini, umahiri na uhodari wake, halmashauri iliandaa cheti cha kutambua mchango huo ili akabidhiwe anapofika nyumbani aseme shule ile sio yangu lakini nilifanya kazi, ili hata familia wajue mtu huyu alifanya kazi. Na hawa wana kijiji hapa wanajua kazi nzuri aliyoifanya mwalimu huyu. Naomba yule mwalimu aje hapa. Yuko wapi? Vizuri, sogea. Bwana namshukuru, anapewa jamaa huyu bwana. Mambo yake mazuri. Mungu akubariki. Mungu akubariki sana. Tumpigie makofi mengi sana mwalimu wetu. Na madiwani wanataka wakushe safi sana. Ugwachanya oye! Ng'ara CCM ng'ara! Ng'ara Dr. Samia ng'ara! Ng'ara! Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, Mkuu wa Wilaya na viongozi na wananchi wote tuliopo, Chama cha Mapinduzi mkoa wetu wa Iringa tunafarijika sana kuona namna utekelezaji wa ilani ya CCM unavyotekelezwa kwenye mkoa wetu. Na nichukue nafasi hii kumpongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuweka mkakati maalum wa kuwateua waheshimiwa mawaziri kuzunguka nchi nzima kuangalia namna ilani ya CCM inavyotekelezwa. Na kwenye mkoa wetu hii ni mara ya pili Mheshimiwa Ulega unakuja kwenye mkoa wetu kufanya zoezi hili kwa umakini mkubwa kwa kuangalia utekelezaji wa ilani. Awali ulikuja kwenye mkoa wetu ukiwa waziri wa uvuvi na mifugo, ulitembelea mkoa wetu, uliangalia miradi mbalimbali ilivyokuwa ikitekelezwa kwenye mkoa wetu. Tunashukuru mara hii tena Mheshimiwa Rais amekuamini tena kuja kwenye mkoa wetu wa Iringa kuangalia namna ilani ya CCM inavyotekelezwa. Mheshimiwa Waziri, wiki iliyopita kamati ya siasa ya halmashauri kuu ya mkoa ilikuwa na ziara ya kukagua utekelezaji wa ilani ya CCM. Tulitembelea halmashauri zote na wilaya zote za mkoa wetu. Miradi tuliyoitembelea ni tofauti kabisa na miradi hii ambayo wewe leo Mheshimiwa Waziri umetembelea Kilolo, umetembelea Iringa Manispaa na sasa tuko hapa Iringa vijijini. Hii yote inaonyesha namna ilani ya CCM inavyotekelezwa kwenye miradi mbalimbali. Nachukua nafasi hii kukuomba utupelekee salamu zetu za shukurani kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa maana kusema ule ukweli, Waswahili wanasema ukiona vinaelea ukiona vinaelea. Serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan inautendea haki mkoa wetu wa Iringa na ninyi nyote ni mashahidi. Tukisema tuorodheshe miradi hapa, jua litakuchwa, miradi hatujaimaliza. Itoshe kusema hakika Mheshimiwa Rais anafanya kazi njema. Kazi yetu wana Iringa na wananchi wote kumwombea rais, Mungu amjalie afya, amjalie uzima ili aendelee kuwatumikia Watanzania na hususan wana Iringa. Iringa oye! Sasa kwa kuwa niko na mwenyekiti mwenzangu wa wilaya, basi japo naye aseme kamwene, afu tuache ratiba iendelee. Karibu. Ugwachanya oye!
Nyosha mkono hivi, nyosha mkono, nyosha mkono. Ugwachanya oye! Utekelezaji wa ilani oye! Kamwene. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristu. Asalamu alaikum. Nawashukuru sana, Mwenyezi Mungu awabariki sana. Haya, makofi kwa mwenyekiti. Jambo la mwisho, ndugu zangu wa Ugwachanya, tuendelee kuishi kwa amani, kwa upendo na kushirikiana. Bila amani na upendo, haya mambo mazuri tunayoshangilia leo yasingeweza kupatikana. Nchi yetu inapiga hatua za maendeleo kwa sababu kuna amani na utulivu. Asije akakudanganya mtu kuiharibu amani, na mambo haya yote yatapalaganyika. Tuwe wamoja, tushikamane, tuiombee nchi yetu, tumuombee rais na tujiombee wenyewe, tuendelee kuchapa kazi. CCM oye! Mungu atubariki wote. Haya, tupige makofi kwa wazee wetu na viongozi wetu. Iringa Kamwene. Nogage. Habari za makasi. Hapo nimepatia, nimekosea? Nimepatia eh? Aya, asante sana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi na utu. Mama Samia hoye! Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa wa Iringa Comrade Kheri James, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wa mkoa mzee wetu Comrade Daud Yasin, mkuu wetu wa wilaya kaka yetu Ben Sita, katibu tawala wa mkoa, viongozi wote wa serikali mlioko huku na chama, Mheshimiwa mbunge wa viti maalum mkoa huu wa Iringa dada yetu Nancy Nyalusi, na wazee wangu wa mji huu wa Iringa mkiongozwa na chifu wetu Chifu Mkwawa, mama zangu na vijana wenzangu, mabibi na mabwana, naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma na mwingi wa ukarimu. Na baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, nitumie nafasi hii kushukuru uongozi wa chama na serikali hapa mkoani Iringa, wilayani Iringa, na ninyi wananchi kwa mapokezi makubwa na mazuri niliyoyapata leo hapa. Hakika nimepata mapokezi ya heshima kubwa sana. Nikupongeze sana kakaangu Heri, wewe na timu yako, namna mnavyoishi hapa Iringa. Nimepapenda sana, watu wazuri, waungwana, wametulia, hawana mambo ya ajabu ajabu. Hapa mambo yote ni super kabisa yani. Mimi ninamshukuru sana Rais Samia kwa kunipanga kuwa mlezi wa maendeleo wa mkoa huu wa Iringa. Yaani kazi yangu ni nyepesi. Ninateleza kama niko mlima Kitonga vile, nimekaa na mnaicha huyo najiendea zangu. Mahala kwingine ukienda bwana, yalalala vidole na macho, lakini hapa pamepoa, watu wanashangilia maendeleo yaliyopatikana. Hongereni sana. Nakupongeza tena mkuu wa mkoa, nakupongeza sana mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, mkuu wa wilaya, katibu tawala wetu wa mkoa, mstahiki meya, mwenyekiti wa halmashauri, waheshimiwa diwani, watendaji wa serikali, viongozi wa chama chetu, na ninyi wazee wakiongozwa na viongozi wa kimila
Kwa kweli mmeituliza Iringa, ni mahala panapovutia na patapata maendeleo makubwa sana inshallah. Pokeeni salamu zenu nyingi sana za upendo kutoka kwa jemedari kipenzi chetu Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Anawasalimu na anajua ya kwamba leo niko hapa Iringa, amenitana kutekeza. La kwanza nifikishe salamu za shukrani kwenu wana Iringa, na la pili nilete salamu za upendo. Yeye Samia Suluhu anawapenda sana, na ndiyo maana Iringa inapiga hatua kali sana za maendeleo. Mambo hapa ni bam kabisa, na nimeona namna ambavyo mmejipanga vizuri. Waswahili wanasema usione vyaelea vimeundwa. Hapa mmeunda mambo kwa kweli ndani ya watoto wetu hapa Ugochanya. Nimeiona ni shule nzuri, inapendeza, na kwamba watoto sasa hawatatembea umbali mrefu kwenda kuitafuta elimu. Mmefurahi sana, na nimeziona furaha zenu, na nimeona furaha za watoto wetu pia. Walipokuwa wakiimba hapa katika kwaya, walikuwa hawataki kuondoka, wanataka waimbe tu mwanzo hadi mwisho, kwa sababu wanazo shukrani nyingi sana, na nina hakika nyimbo zile na shukrani zile ndiyo shukrani na ndiyo nyimbo za wazazi wao, si ndivyo jamani? Furaha ya watoto wale inaakisi furaha yenu ninyi wazazi na walezi. Iringa inapaa. Leo nimekuja nimefungua hii shule rasmi, imepata baraka na mimi nimepata heshima, lakini Iringa inapaa. Nataka niwahakikishieni, leo nilikuwa Kilolo, nimeona mambo makubwa sana kule Kilolo yanayofanywa na serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Watu wa Kilolo wamenipa shukrani nyingi sana, nimfikishie Mheshimiwa Rais. Nimekuta barabara moja maridadi sana ambayo itawarahisishia watu wa Kilolo wafike kwa urahisi, lakini Rais Samia alishanituma nimalizie barabara ya bypass pale mjini, na tunaanza tukipata tu fedha hapa karibuni, tutamlipa yule mkandarasi ili kusudi malori na msongamano pale Ipogolo uondoke kabisa, mji utanukie upande ule wa kule. Hapo vipi? Lakini pia Rais Samia alinituma ya kwamba watu hupata tabu sana pale Mlima Kitonga, akanielekeza mimi waziri wa ujenzi na wasaidizi wangu ya kwamba Kitonga igeuke iwe barabara 4 badala ya barabara 2 za namna hii, na tayari tumeshampeleka mkandarasi, amekwisha kuanza kazi. Kitonga itakuwa na barabara 4, alafu kule juu vitatengenezwa, alafu kule juu vitatengenezwa na vioski, wenye magari yale makubwa wakikwama, wakitaka kupumzika kidogo wanapumzika, wanakunywa soda baridi. Mkuu wa mkoa ananiambia hata wakitaka ulanzi watapata pale. Hapo vipi? Tumejipanga au sio bwana? Utapatikana na ulanzi pia vile, ila wajue kidogo kwa sababu wako kazini, wasije akaangusha gari. Ndugu zangu, tunakwenda vizuri. Pia vile tunao mradi mkubwa sana wa uwanja wa ndege wa Nduli. Uwanja wa ndege wa Nduli utafungua fursa za biashara, utafungua fursa ya utalii katika mbuga yetu ya Ruaha. Vijana watapata kazi, wataajiriwa. Uwanja wa ndege sasa hivi uwezo wake wa abiria kuingia na kutoka hauzidi watu 70 hadi 80. Jengo tunalojenga litakuwa na uwezo wa kuchukua watu 400 mpaka 500 kwa wakati mmoja.
na ndege sasa zitakuwa ni za uhakika. Watu wa Iringa wakitaka kupanda ndege kwenda Dar es Salaam haitakuwa kigugumizi. Ndege zitakuwa zinakuja kila siku. Air Tanzania, twiga yule amekaa pale juu namna hii, anaingia Iringa hapo. Halafu watu wanapanda. Ni kama vile tulivyofanya kazi nzuri. Rais Samia ameleta SGR, reli ya mwendo kasi pale Dodoma, na nimepata habari ya kwamba siku hizi watu wengi hapa Iringa wanapokwenda Dar es Salaam wanakata tiketi ya SGR. Mchana anaondoka huko asubuhi, akifika pale anaingia kwenye SGR, anaweka kishoka namna hii, anapigwa na ubaridi, masaa machache yuko Dar es Salaam. Hapo vipi? Hayo maendeleo sio maendeleo? Mambo makubwa sio mambo makubwa? Mambo mazuri au mambo mabaya? Mambo mazuri, au sivyo bwana? Ndio. Sasa muhimu tutunze amani yetu, tutunze amani yetu, tutunze udugu wetu, umoja na mshikamano. Wako watu siku hizi kazi yao wao ni kutaka kututenganisha. Mimi nimefurahi na nitamfikishia salamu Mheshimiwa Rais ya kwamba ulinituma niende Iringa. Nimeikuta Iringa inapendeza sana, na ni kesho kutwa tu ujumbe huu utamfikia ya kwamba hapa Iringa kwa kweli pako shwari, pako tulivu, na kwa kweli nitamwambia kwa kuwa umejenga barabara nzuri pale Kilolo na unajenga barabara nzuri inayopita Kalenga kwa Chifu Mkwawa, inayokwenda mpaka Isimani, inakwenda huko Idodi, inayokwenda Msembe kwenye mbuga kule ya Ruaha kilomita 104, na unajenga uwanja mzuri sana wa ndege pale Nduli Iringa, na unafanya upanuzi wa kilima cha Kitonga magari yasikwame tena, na unawatengenezea bypass, njia ya mchepuo ya kuondoa msongamano katika mji wa manispaa ya Iringa ili wananchi wasipate tabu na mji utanuke uwe mkubwa zaidi. Mheshimiwa Rais, karibu pale Iringa wakati wote, wale wananchi wanakusubiri kwa hamu, wakupokee kwa shangwe kwa miradi mikubwa mizuri ya maendeleo uliyoifanya katika eneo lile. Kwa kweli Iringa mmebarikiwa sana. Basi leo itoshe tu ya kwamba nimekuja hapa kukufungulieni shule hii rasmi, na ninashukuru kwa kunipa heshima hii, na niseme tu kwamba sasa kazi iliyobaki ni walimu wetu wakae katika msimamo wa kuhakikisha watoto hawa hawaanguki, wanasoma vizuri, wanapata maarifa mazuri, wanakwenda mbele, waje kuwa viongozi, waje kuwa watendaji katika taifa letu. Hapo vipi? Si ndivyo hivyo jamani? Ndio tunataka hivyo. Nimefurahi kwamba mkuu wa mkoa na timu yake ni watu waungwana. Walipogundua ya kwamba wako watendaji wamefanya kazi nzuri, wamewapa tuzo ya kuwatambua. Mkuu wa mkoa, hilo ni jambo la kiungwana sana. Umefanya kazi nzuri wewe, mkuu wa wilaya, mkurugenzi na timu nzima. Sisi serikali, mtendaji anayefanya kazi vizuri hatuna ugomvi naye, tunampongeza. Mtendaji anayefanya kazi kwa uzembe wa makusudi, huyo hatuwezi kumtunza kwa kumpa tuzo kama hivi, lakini huyo tutamsema ili ajirekebishe, na ikiwa kama atashindwa tutamchukulia hatua nyingine za kinidhamu. Huo ndio utaratibu. Kwa hapa Iringa nimekutana na jambo zuri sana la kupongezwa kwa mwalimu aliyesimamia ujenzi wa shule hii.
na nimeona namna ambavyo jamii nzima imependa mwalimu yule alichokifanya hapa, na wote alipotajwa mkafurahia, si ndivyo hivyo jamani? Na mimi nilikuwa na wekundu wa Msimbazi hivi kidogo, nikamwambia mwalimu, nenda kanywe soda hii, alafu na viongozi wengine huko wakamuongeza hapo. Vipi? Kwa hakika timu yetu imejipanga vizuri, tunafunga magoli vizuri mno. Yaani timu namna ilivyojipanga vizuri na hizi pasi tunavyopigiana mimi na mkuu wa mkoa na tunavyoscore magoli hivi na mwenyekiti wa chama, kama hapa Tanzania ni ile timu ya mabingwa wa taifa hili, timu ya wananchi. Alafu zile pasi tunavyopigiana ni kama mkuu wa mkoa ndio Max Nzengeli, alafu mimi Pacome Zoazoa. Hapo vipi hapo? Sasa lakini naona mkuu wa mkoa anapiga makofi lakini ya chini kwa chini hivi yani. Alikuwa anataka niseme sijui hii timu ni ile timu ambayo ikipata ubingwa wa kombe la mbuzi tu inapita shangwe kubwa sana yani. Alafu baadaye wanakula chakula, asubuhi wanapita pale Jangwani wanakwenda kuharibu mazingira. Mambo ya ajabu haya kabisa. Tanzania hoye! Hapo vipi? Ndugu zangu, asanteni sana, nimefurahi, nimefarijika. Ninakuombeeni dua nyingi sana. Mwenyezi Mungu atutilie wepesi katika kila hatua zetu. Na ninyi nawaombeni tumuombee dua nyingi sana. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan aendelee kuwa na afya njema imara, aliongoze taifa letu. Tuiombee na nchi yetu iendelee kudumu katika amani, umoja, utulivu na mshikamano, na asitokee adui wa namna yoyote akakusudia kutugawanya ili ngome wetu ipate tabu. Sisi tubaki kuwa ni kitu kimoja, wa Tanzania. Ninawashukuruni na ninawatakieni kila la heri. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Mheshimiwa Waziri oye! Na naomba kwa ridhaa yako sasa mwenyekiti wa halmashauri hii kwa niaba ya wananchi atoe neno la shukurani na tuweze kuendelea na ratiba inayofuata. Mwenyekiti, karibu sana. Mseke oye! Mheshimiwa Waziri, nizungumze kidogo tu. La kwanza, mimi kwa niaba ya wananchi wa halmashauri ya wilaya ya Iringa tumefurahi sana kwa ujio wako ambao umeleta neema baraka kwenye halmashauri, lakini kwenye kata ya Mseke na shule ya sekondari Chanya. Tunakushukuru. La pili, pamoja na kwamba mmekwisha kusema, naomba nilete salamu nyingi sana kwa wabunge wangu ambao wako kwenye halmashauri ninayoiongoza. Mheshimiwa Jackson Kiswaga amenituma nilete salamu nyingi sana, ni kwa sababu ya shughuli mbalimbali za kiserikali amesafiri, lakini angependa sana kuwepo hapa, amesema nikusalimie sana. Lakini ninaye mbunge Emmanuel Mtatifikolo, naye yuko nje ya nchi, kaleta salamu nyingi sana, akasema nikusalimie pia, akutakia afya njema na kazi njema unayoendelea nayo. Lakini pia tuna mheshimiwa mbunge Fatuma Lembo engineer, naye amesema nikusalimie sana na kukutakia kazi njema. Hizo ndio salamu za wabunge wangu ambao walinituma nilete salamu na ningeomba uzipokee na utawaambia nilitoa. La pili Mheshimiwa Waziri, ningeomba nilete salamu. Umewapongeza yule mwalimu Manga ambaye amepewa zawadi, ni mwalimu mzuri sana. Lakini na sisi pia, mimi kama mwenyekiti wa halmashauri pamoja na waheshimiwa madiwani ambao wako hapa, ni bahati mbaya leo tuna matatizo ya changamoto ya misiba. Kuna wengine wako kwenye misiba. Jamani madiwani simameni.
hawa waheshimiwa madiwani, pale pana makamu mwenyekiti wa halmashauri pia, ni kwamba sisi kwa umoja wetu tunafanya kazi nzuri sana kwa kusimamiana na kukaa vizuri na watendaji wetu chini ya mkurugenzi mtendaji wa halmashauri. Tumeungana, tunakubaliana, tunafanya kazi nzuri sana. Kwa hiyo na mimi naomba niwapongeze hata wataalamu wetu na sisi pia na mkurugenzi tuliandika andiko la kuonesha kwa nini shule hii ni muhimu kujengwa hapa Ugwachanya. Kwa hiyo na sisi Mheshimiwa Waziri utupongeze sana na sisi. Na hasa mimi mwenyekiti na msimamizi Ugwachanya oye! Jameni mimi oye! Sasa nasema hivyo kwa sababu sisi ndo tulikuwa wasimamizi na waangalizi, ndio maana shule imeisha vizuri. Na mimi hapa nilikuwa napita mara kwa mara. Ikikupendeza Mheshimiwa Waziri, unapoondoka unaweza kuangalia misimbazi iliyobaki ukanipa hata mimi mwenyekiti. Ugwachanya oye! Mheshimiwa Waziri, kama ungekuja kipindi ambacho shule hii haijajengwa, ungeona namna watoto wetu wanapopata tabu ya kwenda kwenye shule mama. Shule hii ni ukombozi. Ni heshima kubwa kwa serikali na Chama cha Mapinduzi. Ni heshima kubwa sana kwa Mheshimiwa Rais na kwako Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi. Hii ni historia. Sisi tunachosema, Mungu awabariki sana, Mungu ambariki rais wetu na serikali yetu, kwa sababu ukombozi huu kama ungempa kila mwananchi aseme hapa, haya yanayosema angeyasema. Mwisho kabisa, Mheshimiwa Waziri, naomba tukutakie kazi njema na safari njema. Tunajua una shughuli nyingi, tunaamini Mungu atakuongoza, utaenda salama salimini. Na mwisho, sisi na serikali yetu ya mkoa pamoja na wilaya, viongozi wetu wako hapa, wamejaa tele kama pishi la mchele. Tunafanya nao kazi vizuri, wanatuongoza, wanatusimamia. Bahati nzuri mkuu wetu wa mkoa hana unafiki, nyeupe nyeupe, nyekundu nyekundu, lakini ni mtu muungwana sana. Mungu ambariki sana na ampe maisha marefu. Baada ya kusema hayo, kwa niaba ya wananchi, jamani, makofi mengi sana. Sisi madiwani tunachapa kazi, mtushangilie na madiwani wangu.